Kwa kujibu kwa kusema mambo haya. Ya kwanza niseme Kenya wajinga wameisha. Na watu ambao wanatafuta vyeo mbalimbali na wale wanaendesha BBI wajue wajinga wamekwisha. Watu wanasikiza na wanajua ile kitu wanataka, ile kitu wanataka. Ya kwanza ningesema na ningetaka kurudia hiyo, na hiyo clip utahakikisha imeingia. Hawa wapinzani wetu hawa wamekuja kwa serikali. Walipoingia ukiangalia 2013 up to 2017. Serikali ilikuwa na project mzuri na program mzuri, haikuwa ina shida. That one everybody can confirm. Yule mtu ana macho na ana masikio. Hiyo sio kitu ya kuargue that there. Peaceful project, roads, TVET, kila kitu, settling people, issuing title deed, it has been coming very well. But from 2017, when Leila did handshake with Uhuru Muigai Kenyatta, Kenyans are not fool. Just check now from there. Imekuwa ni shida tupu. And some things we can just say they are confirming themselves. Uhuru Muigai Kenyatta amesema pesa inaibiwa 2 billion every day. Surely a statement from the president, which we trust him, so we can agree with him what he's saying. But even before 2013, there was no that stealing like that. When you say 2 billion per day, that means our children should be safe in the school. We would have enough money ya kuleta dawa hii ya corona, ya shindano, to save our people in life. Hatungepotesha ile wadaktari wamepotea, kwa sababu tungekuwa na vitu ya PBI ya kusaidia hao madaktari. Hatungekuwa na mgomo ya walimu. Hatungekuwa na mgomo ile problem iko ya madaktari. Hatungekuwa na mgomo ya nurses. Hiyo mambo hatungekuwa naye hata kidogo. Lakini kwa sasa wanasema mambo na wanarudi wanasindua shida ambayo wameleta hao wenyewe. Raila Odinga after even handshake amesema that wizi mkubwa ile imeibiwa dawa zetu KEMSA. Amesema dada ya Uhuru ndio alikuwa anaongoza hiyo wizi. Ni mdomo yake, na tuwekea ni clip muangalie. Yeye mwenyewe sio kutweet, kuzungumza. Na akasema kwa hawa Wajaluo ama watu ya Nyanza wanasemaga msemo moja, samaki ikioza kichwa mwili yote imeharibika. Na akauliza watu kichwa ni nani, akaambia hawa ni Uhuru. Sasa akaambia kama Uhuru kichwa yake imeoza, Jubilee yote imeoza. Those are statement from Raila Odinga. Juzi anazungumuza na wako pamoja na Uhuru Muigai Kenyatta kwa handshake. Ate zile laptop ilikuwa ipewe watoto. Watoto wamemaliza from standard 8. Watoto miaka 8 imeisha na asifanyi kazi. Huyo ni mtu ule wako na handshake. Amekuja kubomoa, with those words I can say, amekuja kubomoa serikali. Na yeye ndio ameongoza wizi. Kwa sababu before 2013, 2017, the president did not say anything been stolen about 2 billion per day. Kwa hivyo ni hakikisho hawa ndio wamefanya, na wameingia position kwa serikali mingi. Hakuna pahali wajaingia wameweka milicha ya kutosha. Every ministry wamevamia. So Kenyans have any problem of looting or anything bad, don't bring Ruto. Ruto is not there. It is now the president and the Odinga with handshake. In a mess. Hata corona kukuja, it is still the one. Na hiyo clip iko ile alisema uhusiano yao na China
hawezi kusimamisha ndege kukuja. So the disease came. Kenyans have died. They are responsible for Kenyans dying. And I told you, Uhuru 2018, and that clip also we shall put it. Nilimwambia huyu mtu alishinda baba yako, akiwa na baba yake, akashinda Moi kumsumbua, akasumbua Kibaki, akaribu kwa hiyo serikali haikuwezekana, and I asked you, and I still ask you again, you not cure the disease ya Raila Odinga. You not cure it. Kwa sababu ugonjwa wake is more than cancer politically. Already amefika menopause politically, but still he has enough capacity of convincing people and bring problem. Mutahi Kagwe, and even you the president, unashindwa basi control Raila. Wewe mwenyewe umesema condition ile umesema le watu waache kufanya mikutano for now, kufanya rallies. Your friend Raila Odinga, he is doing rallies everywhere now for BBI without mask, and they have been seen everywhere. Why do you want to tie one hand? Watu wafunga mkono pande moja ya Ruto, lakini huyu akiendelea Mutahi Kagwe hawezi ongea, wewe mwenyewe huwezi ongea. Ni nini alikupea? What is the problem? He is doing everywhere. Na akienda kwa BBI, anaenda anashambulia serikali, anakushambulia wewe, anashambulia chama yetu ya Jubilee. So what is the problem, President? What is the problem? And I believe you have eyes, you have ears to hear. This man came to finish you. And if there's money which is looted, 2 billion per day, then you tell us with handshake, what nini munafanya? What are you doing? Then you should not be there, both of you. 2010, na iliongozwa na Raila Odinga. Wameweka katiba kando, sasa ni kifua na corruption. All things you are doing, hata mambo ya Nairobi ya Governor Sonko, kila kitu yote, it's using force. And don't forget there is kuna katiba. Na wewe uliapa Uhuru Muigai Kenyatta, ukachukua mkono juu, ukasema utalinda katiba yetu. And I agree with Maraga. What Maraga was saying, tutachunga katiba yetu, utachunga mali yetu na umoja wetu. Sasa umetoka hiyo, umeenda umepanga watu wakuwe machiefs. Kila mtu unampanga akuwe chifu ya pahali fulani. Kila mtu chifu ya pahali fulani. Umesahau umoja wa Kenya na uliapa na hiyo. Umesahau mambo ya katiba, constitution. Let me tell you, whatever you are pushing, it will not work because there is no constitution. And I want to tell you clearly and Kenyans, kama ile katiba tulikuwa naye na iliongozwa na Raila, hata Uhuru alikuwa kwa hiyo katiba na mkaipitisha, kama muiheshimu hiyo, ile mnaletea sisi, ile kinakabisho wanasema ni kali kama kunini, na mtaikunywa ikiwa kali namna hiyo, are those the statement? So that means you are bringing us something worse than what was there before. Muigai Kenyatta, you are 10 years, it's almost getting finished. What is your problem? We like you, we voted for you. Wewe unataka uende kama nchi imeharibika, why? And I told you these people at the end of the day, they will start abusing you. Look at the statement of the ndugu ya Raila. Just check. Orengo. Just check. Hiyo ndio watu huko naye huko ni sumu. What they are doing there, wana correct kila kitu yote. Watapiga watu wengine wote, then watarudi wakuelekea wewe mwenyewe. Na ningeuliza Kenyans, na ningeuliza Raila Odinga na your party, please tuheshimu constitution ile ilikuwa iko. Kama mnatuletea ingine na hii mmeabuse, so this one we cannot accept ile kitu mnatuletea. Pia ningeomba ile watu wote wanafuatana kina Mudavadi, kina Kalonzo, kina Weta, ile watu wanapigwa na bibi zao wanaenda kuripoti polisi. Surely those one, can you put yourself category ati wewe unataka uwe nini? Weta, hii mambo ya Senate unahongo, unakimbia kwa pesa kama kitu kingine. Surely and unajipea jina ati presidential. Presidential for who?
Then you better bring your bibi yako alikuwa anakupiga tumbe madaraka kwa sababu atafight kwa watu wengine. Kalonzo Musyoka ndio huyo. Kalonzo Musyoka, you know I feel much sometimes even I pray for you Kalonzo Musyoka. Because you are completely watermelon. Hiyo jina ulipandikwa na Raila. That's only the thing. Nitaweza kusema Raila Odinga alikuchunguza mzuri. Akikuita watermelon, it is true. Juzi tu, sasa ndio naruka hapa juzi. Ukaenda China na Uhuru, ukapewa ile kitu ulipewa. You know that. Raila akaenda China na Uhuru. Sio ni ile pesa ya deposit huko mlienda kugawana huko kwa sababu ulipotoka huko. Ni shindano gani hili kuweko iko? Kalonzo kuja kusema yeye ni mtu wa Spana Boy. Atakuwa akibeba briefcase ya Uhuru. Atakuwa akifanya nini? You know that it's very cheap for your own stomach Kalonzo Musyoka only. Lakini unabeba watu na waconvince kulete. Mimi naona juzi mnafanya at demonstration unaita watu mnaenda kwa DCI ati Ruto amesema nini? Shame on you. That is show. That is politics. Walikuwa nao ni washahidi wako ama ni nani? You can go alone and you are a lawyer and present your case. The way it is. And by the way, let me remind you, Kalonzo Musyoka, it is Uhuru Muigai Kenyatta who said, and I'll put you that link. Alisema yeye mwenyewe watu wamechukua mashamba yote ya National Service. Itarudisha watu kwa serikali. It's your friend of handshake. Ni Uhuru Muigai Kenyatta. Alisema, it's not Ruto. Na I ask you, hiyo mawakili mnafuatana nao. You know wakili, they are just commercial, some of them. Why am I saying that? They should advise you. Hiyo mambo ya shamba ya hoteli ya Ruto mnaimbaga, hamuna kitu kingine mnafikiria ndio mnaimba. Nyimbo ni hiyo peke yake. Ilienda kisheria ya katiba ile tuko naye. Transaction of buying, innocent buyer, it went through. Ilienda kwa Land Commission. There's a report. Ilienda kotini. There's a report. Wewe unasema wewe ni wakili ati umewekwa sijui kwa bench. Unafuatana na wakili wengine commercial. Munaenda kupiga kelele. Those lawyers should remind you there is a constitution in this country. And this thing when the process, what you can only do, you go and appeal in the court. Na mimi nauliza, kama mnasema ati kuna watu wanahitaji hata kupelekwa kotini ama kwa DCI. Ile mambo Ngilu aliongea mkiwa kwa mazishi. Ile mambo alitusi Ruto. Muko na clip. Ile mambo ya Aturi. Alisema ati Uhuru achukue panga na rungu. Piga hawa. Piga hawa. Kata hawa. He has no brain. Amefika menopause. Hata kwa hiyo kazi lazima asimamia wafanyikazi. Amefika menopause. Senator, ile mambo alizungumza huko. Senator wa Kakamega, Malala. Ile mambo alizungumza huko. It was full incitement. Na mimi nauliza hata watu wa Western, kweli umoja wenu utakuwa itikikuwa tu kwa mazishi peke yake? Sasa mtangoja watu wakufe ndio mwende mkafanya umoja wenu? Don't convince watu ya Western. Watu wa Western wako demokrasia kubwa. Kutoka 63 watu ya Western wanapigaga kidemokrasia kura kuliko kabila zote za Kenya. They give every party bila kuangalia ukabila, wanapeana kulingana na vile wanaona wataweza fanya kazi ndani. Walikuwa KADU na KANU. And so Muliro hakuacha hiyo yote ikipigwa kama block. No. Even the time Muliro, it was still there. Walikuwa na bado na pair KANU na vyama zingine na independent. That's how Western is. They have a good democracy. Lakini viongozi yao ni walevi. In fact, I agree with Moses Kuria. When they were addressing that, some people are confused. They thought that the deputy president ndio kwa saduku. Kwa sababu there was no any issue ya rambirambi ama ya pole ama ya kusikilia wale wamewachwa na mama yao huruma. It was Ruto. Lakini with Moses, watu walifikiria wengine, kwani Ruto wako kwa hiyo saduku, or what is going on? Na niwaambie mama, unaombea Ruto mbaya, haitawezekana. It will not work. Unafiki yale opposition wako naye. There is time to eat. Wamekuja hata kukula, hakuna kitu kingine wanafanya. Mambo ya pesa ya COVID, tangu handshake, wako ndani. They are involved. They are known.
Lakini kwa labda ile imefunikwa. Uhuru said 21 days report. You are so weak, the president, because they are leading these things. Kwa sababu hata yeye alikuwa huko ndani akisema that your sister was involved on this. Yeye walikuwa huko ndani na miguu yote mbili. Na watoto yake na kabila yake na wote walikuwa huko ndani wakiiba. And you know that. Hata wale wako kwa bunge, walikuwa wako ndani. Kina Badi, kina Wan, all of them they are inside. And they have stolen. So, ningesema hivi. Watu ya ODM na Raila Odinga. Nugu haioni kundule lake. Linaona kundule ya ule mwingine ikimchekelea. Mujiangalie kundule lenyu. Kwa sababu the mirror is there and God in heaven is there and God will stand for the truth. You cannot get the leadership of this government. And there's nothing you are doing about BBI or anything else. Ile vita mko naye sio BBI, you are selling mambo ya 2022. You are candidate. There's no problem. Simama, Kalonzo asimame, ule mwingine asimame, Mudavadi asimame. Na kwa sababu mmezoea kuachiwa. And I will remind you, Raila Odinga and Kalonzo, you had opportunity the time of Kibaki. Lakini nyinyi mlipigana kama wamama wawili wako na mwanaume mmoja. Kwa sababu when Kibaki was going anywhere, nyinyi kazi yenu mlikuwa naye, mlikuwa mnasimama pande hii kushoto na ule mwingine kulia, ni kama mnashindania mwanaume mmoja. That's how you behaved until your time got finished. You could have done a lot of work. Kibaki was free for everybody. Mujitafutie siasa yenu kwa watu, mujitafutie kuweka watu pamoja, mfanye mambo hayo. Lakini kwa sababu ya kasuba yenu ulevi na unafiki, mulishindana na Raila moja pandi, moja pandi. I don't know whether you want to be married and Kibaki doesn't marry men. I think maybe that's what you are interested with. Na Kibaki is a Christian. Kwa sababu vita ilikuwa tu mnakimbizana, huyu right ni huyu mwingine right, huyu anataka kuzungumzia Kibaki, huyu anataka kuzungumzia Kibaki. Ni nani ataenda kulisibu Kibaki? You went it up until your time got finished. And then kwa wananchi muombe kura. Na muombe kura kwa unyenyekevu. Lakini hiyo unafiki. Na Uhuru let handshake. Are you the one who is leading now? He is leading. He is doing everything. Anafanya mikutano by force. Lakini kama ni Ruto afanye mikutano mbili, it could be everywhere being shouted. Shouting. The issue of Hornborough, and I want to repeat again. ODM now is inciting people between the rich and the poor through the interpretation. Because ourselves on the DP is saying, you can come from Hornborough and be somewhere. And he's encouraging them to work from Hornborough, Mkokoteni, Kinyosi, akiendelea juu. Na amesema very clearly, this discussion of these people must be in the table. He has not incited anybody. Now mmekuja na interpretation nyinyi, mumeanza kusema narrative hii is being incited between the rich and the poor. That is yours. That's how like incitement. Kwa sababu nyinyi kama hakuja kunywa incitement ama kama hamujaoja damu ya watu kumwagika, you are not happy. So you have started now the poor nini, mmeanza mambo ya pikipiki, sijui walichoma gari. This thing it is normal. Hakuna mtu ajui kuna shida ya barabara between ya watu ya gari na bodaboda. This thing is there. And they have been there. And this is what Uhuru could be dealing with, kuhakikisha sheria inafuatwa mzuri. Sheria ya wenye gari, sheria ya bodaboda haifuatwi. Lazima sheria iwekwe ku protect both sides. Kwa hivyo hiyo narrative mnajaribu kuja nayo for now ya kutengeneza that Ruto is inciting people. I'm asking Kenyans, can you look at the mind of ODM na kina Badi na nani your groups? They are the one inciting people. Ruto is saying this discussion of these people must be in the table. Being in the table, what's wrong with that? We know there's a problem. Watu wana umaskini, wana shida mingi, na wale nani matajiri, wamepata utajiri yao kwa njia ya haki. Hakuna shida. Yote iko hapo. Lakini anasema utaweza kutoka kwa Hornborough na uwe pahali ulipo kama sasa pahali yalipo. That is only the thing he's saying.
Lakini umeanza mambo ya incitement. Unaleta gari lilichomwa Nigeria na ng'ombe. Unaanza kutupa kuincite. Wajinga wameisha. We are seeing you. You are leading incitement. You are directors of incitement. You are my chairman of incitement. Sasa umeanza ukabila kuweka watu ati huyu region. These things will not work. And Kenyans, musibabaisho le tufuata laini yetu. Ile ya haki. The discussion must be in the table. What is wrong with that? Si wanasema discussion ya wale wakubwa iwe kwa mesa. And by the way, you would say even dynasty is few people. Ni wana wa baba yao wamekuwa kwa uongozi, au wamekuwa kwa uongozi, they have grabbed kutoka siku ya ubeberu mpaka leo, they are just about 4 or 5 people. Those who can call them dynasty, which is true. Hakuna kitu wametengeza kwa mkono yao. Ile watengezewa baba zao wakakuta ile wamehand over uongozi. Ukiangalia watu yote ni watu wa kuachiwa uongozi. Hakuna mtu anatafuta uongozi kwa njia yake. Ni ya kutafuta. Na mimi nauliza mkiungana nyinyi hata hamna aibu kwa Kenyans. Mnapigana na kijana kidogo ya 46, I don't know, 46 years. Hiyo ndio yeye mnapigana naye kijana mkuu wote mwanaume wazima. Wanaume wazima mnashikana fozi kuzunguka kupiga kijana moja. You know, when people fight someone like that is when God comes. Anakuja anasema mtoto wangu, amuka, niko na wewe. And I told the DP, usikue intimidated. Wacha kuleta issue on the table. We are supporting you. The issue of the poor must be in the table when you are discussing. Dynasty wana wanataka kugawana viti. Sio matajiri, dynasty. Wana wa baba yao walianza. Na mimi nataka kuuliza nikisema namna hiyo. People might say I'm saying something wrong, but I want to say this. Mzee Jomo Kenyatta alienda Ulaya akaleta pesa, ndio atajirike. Odinga alienda Ulaya akaleta pesa. Ndio atengeneza hivi vitu yote, ametengeneza ya gazi na kila kitu yote. Ndio Odinga ndio supply mafuta ya ndege yote. It's because of the power and connected, how you are connected. So, hakuna pesa hawa dynasty walitoka naye nje hao wakubwa, hata mababa yao wakalete kwa nchi. They did the business with our people. They did the business with the government. They grabbed from the government. They grabbed from the government. There are many things we are going to talk. And we are going to put this discussion on the table. Kwa sababu wengine vile walipata wealth yao with their age. Haiwezi kuwezekana mtu akuwa na miaka 12 ama 11 he is a millionaire. It's not possible. When you go to the DP, we know ile mambo anafanya ya kuku, anafanya mambo ya kulima, mambo ya avocado, mambo ya mayai. Nyinyi yenyu ile mmecreate nyinyi wenyewe. Nyinyi wenyewe wacha ya baba zenu. Nyinyi wenyewe ni gani? You have the problem all over. Kama ni mambo ya mashamba, wengine tunapigwa kwa mashamba, ati tuna mashamba Mombasa, tuna mashamba Voi, tuna shamba Rift Valley, tuna shamba Kiambu, tuna shamba Nairobi. It's not us. It's not us. It is one family. And they are covered that from the independent. It's not us. Like now in Mombasa, we could not get vote because of the issue of the land. Any Kikuyu is around, kama ni Mombasa ama sehemu nyingine, maybe he has a quarter of 1 acre which he bought in his own way. The people who grabbed, when they are talking about others grabbing, they are known. Kalonzo Musyoka, hiyo shamba usirukaruke. Enda uliza Uhuru Muigai Kenyatta, withdraw statement ile alisema, watu wote wamechukua mashamba ya National Service tarudishwa. It's not Ruto. You are president who said that. And if you want to view people, you do audit. The more you are bringing that issue, the more it's going to be hot. Because the facts, the datas are there. Thank you.